Jamani, nilikuwa naishi na bibi yangu tangu nikiwa mdogo. Watu wengi walikuwa wanamjua kama bibi mmoja mwenye busara sana sana, yani ana roho nzuri vibaya mno. Alikuwa ananipenda kupita kiasi, yani kupita maelezo. Kila mtu aliyokuwa ananijua alikuwa anasema, bibi yako anakupenda." Lakini mimi nilikuwa najua hicho kitu sio kitu cha ukweli. Kila mtu alioniumiza katika maisha yangu, bibi alikuwa anajua hata kabla sijamwambia. Siku moja niligombana na rafiki yangu mkubwa ambaye tulikuwa tunacheza wote, tunafanya kila kitu pamoja. Tulikuwa tumekusana kidogo tu, lakini niliporudi nyumbani nilimkuta bibi amekaa nje anasafisha majani ya dawa kwenye bakuli. Akanitazama, akaniuliza, "Umegombana na rafiki yako?" Nikashangaa. Nikamuuliza, "Umejuaje?" Bibi akacheka kidogo tu. Bibi anajua vitu vingi kuliko unavyofikiria. Nilicheka nikadhani anatania. Kesho yake yule rafiki yangu alipata ajali. Hakufa, ila alivunjika mguu. Tena huo mguu wenyewe ulivunjika ukaenda kuungwa mara kibao tu. Nilipoenda kumtembelea, aliniambia kitu ambacho kilifanya nisisimke mwili mzima. "Jana usiku nilimwona bibi yako kwenye ndoto." Bibi yangu? Akasema alikuwa amesimama pembeni ya kitanda changu akiniangalia, akaniambia, "Usisubutu kumsogelea mjukuu wangu tena." My dear, nilichoka. Nikawaza. Nikarudi nyumbani nikamkuta bibi anapika kama kawaida yake. Nikamuuliza, "Bibi, imekuwaje? Mbona 1 2 3?" Akaniangalia. Akaniambia, "Nilikwambia watu wanaokufanyia vibaya mimi siwezi kuangalia tu." Hapo my friend nikaanza kuogopa. Nilianza kuogopa. Kwa sababu bibi hakuwa ananitetea tu. Alikuwa anawaadhibu hao watu na kuwaumiza watu ambao walikuwa wananiumiza. Baada ya hapo nilianza kuona kila kitu kinachotokea kwa kila mtu ambaye ananiumiza. Jinsi ambavyo walikuwa wanapata karma, my friend. Karma ilikuwa haikai muda, karma ilikuwa inawajia. Ila moyoni nilikuwa najua alikuwa anafanya hivyo. Kuna mwanaume nilikuwa naye kwenye mahusiano, akanidanganya, akachukua pesa zangu za ada, my friend. Nilikuwa nimepewa hela ya ada na wazazi wangu, nikaenda nikamwambia, akaniambia, "Naomba unikopeshe, kuna mzigo fulani ambao unafuatilia, then nitakurudishia hiyo pesa." My friend, nikampa. Nilipompa ile pesa, my friend, kesho yake nampigia simu asubuhi, tuongee tu kawaida, my friend, hakupatikana tena. Najaribu kumpigia wapi, natumia simu za watu wapi, my friend. Baada ya wiki 2 nasikia yule kaka alipata ajali, kwa sababu kaka alikuja hapo kijijini, alikuja kwa shangazi yake. Sasa mimi nikawa nashindwa hata kumwambia shangazi yake, kwa sababu wewe mwanafunzi unaendaje kumwambia shangazi yake tu kwamba nilikuwa natembea na mtoto wako? Kwa hiyo sikusikia, my friend. Nilikuja tu kusikia kaka amepata ajali na amekufa. My dear, nikaja nikamwambia bibi, "Bibi, kuna mwanaume ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano na kuna kitu ambacho kimemtokea." Nilipomwambia bibi vile, akaniangalia, akaniambia, "Sasa alikufanya ulie?" Nikanyamaza. Basi sasa na yeye familia yake acha ilie. My dear, nilianza kumwogopa bibi, lakini tatizo kubwa lilikuja nilipopata mpenzi mpya. Huyu mwanaume alikuwa tofauti. Alikuwa ananipenda kweli, alikuwa ananiheshimu na alianza kuzungumza na bibi yangu vizuri, lakini bibi hakumpenda hata kidogo. Siku moja nilimsikia bibi akimwambia, "Usimzoe mjukuu wangu sana." Yule bwana akacheka. Akamwambia bibi, "Lakini bibi nampenda." Bibi akamwangalia kwa macho ambayo sijawahi kuyaona, my friend, lile jicho la ukali, lile jicho la. Bibi akamwambia, "Wote mnasemaga hivyo mwanzoni." Baada ya siku chache, mpenzi wangu akaanza kubadilika. Alianza kunipigia simu usiku akiwa anaogopa. Ananiambia, "Baby, kuna mtu ananifuata." Nikamuuliza, "Una uhakika?" Akaniambia, "Yes, kila mahali ninapoenda kuna mwanamke mzee namuona." Nikamuuliza, "Unamuonaje? Yani yukoje?" Akaniambia, "Anakuwa amevaa nguo nyeusi, amesimama mbali lakini ananiangalia." Mimi moyoni nikajua ni bibi. Yaani hakuna mtu mwingine, nikajua ni bibi. Siku hiyo nikamfuata bibi, nikaenda kumwambia, my friend, nikamuuliza. Nilipomuuliza, my friend, bibi akanijibu kwa hasira, "Unataka nikukumbushe nilipokulea?" Mimi nikamjibu bibi, "Mimi nampenda." Na bibi akajibu, "Na mimi pia nakupenda kuliko yeye anapokupenda." Bibi akanyamaza. Yeye alinyamaza kwa muda mrefu sana. Afu akaniambia, "Unaweza kunichukia leo, lakini siku moja utanielewa." "Siku gani ambayo nitakuelewa bibi?" Hiyo siku usiku nilala nikiwa nimekasirika sana.
yani hivyo karibia saa 7 usiku nikasikia sauti ya mtu nje akilia. Nilipotoka chumbani, nyumba ilikuwa kimya, lakini mlango wa chumba cha bibi ulikuwa wazi. Niliingia, bibi hakuwepo. Chini kulikuwa na bakuli lenye maji meusi, picha zangu, picha za marafiki zangu na picha za mpenzi wangu yule wa mwanzo na mpenzi wangu yule wa sasa hivi. Nikaogopa, nikatetemeka, nikawa nasikia baridi mwili mzima. Katikati ya zile picha kulikuwa na picha yangu na picha ya bibi. Chini yake kulikuwa kumeandikwa kwa maandishi ya bibi, kwa sababu nishaona mara nyingi sana akiwa anaandika, kwa hiyo nilikuwa najua mwandiko wake. Alikuwa ameandika, hakuna mtu ambaye atatutenganisha mimi na wewe. My friend, nikaanza kulia. Kesho yake asubuhi nikamwambia bibi kuwa sitaki tena kuishi pale, nataka kuondoka. Aliniangalia kwa jicho moja kali, jicho lekundu, jicho la mwanaukome. Akaniambia ukiondoka, utaondoka peke yako. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia kwa sababu wote unaowaita marafiki na mpenzi wako atakusaliti. Akasema nikamuuliza na wewe? Bibi akatabasamu, akaniambia mimi siwezi kukusaliti. Siku hiyo niliondoka, nikaenda kuishi kwa rafiki yangu. Nilidhani nimekimbia, lakini usiku wa kwanza tu rafiki yangu alianza kupiga kelele akiwa amelala. Nikamwamsha. Alipoamka alikuwa anatetemeka. Akaniambia yule bibi yako yuko pale ukutani au muone? Nikamwambia mimi simuone. Unamuone wapi? Akaniambia yuko pale amesimama kwenye ukuta mmoja wa nyumba, akawa ananionyesha kwenye pembe moja ya nyumba. Wakati ananionyesha kwa my friend, mimi sioni chochote. Namuuliza wapi? Ananyoosha kidole anaonyesha, lakini sijui hata anapoonyesha. My friend, nikiangalia kulikuwa hakuna mtu yoyote. Lakini kwenye ukuta kulikuwa na kivuli cha mwanamke mzee. Kivuli tu, sio mtu, ni kivuli tu. Kivuli kilikuwa kimesimama, na mimi nilikuwa najua kabisa kwamba hakuna mtu aliyekuwa amesimama hapo, kwa sababu niliangalia vizuri na hakuna mtu aliyekuwa amesimama hapo. My friend, kesho yake asubuhi nikaamka nikaenda kwa bibi. Nilipofika alikuwa amekaa kwenye kiti chake nje. Tena alikuwa amekaa kama ananisubiri. Hana shida, hana wasiwasi wowote. Wala hakuniuliza umekuja kufuata nini. Akaniambia pia tu, umeona sasa? My friend, nilijikuta nina hasira, nikaanza kulia. Nikamuuliza bibi, kwa nini unanifanyia hivi? Akasema pole pole. Akaniambia kwa sababu dunia yote inaweza kukuacha, lakini mimi sitokuacha. Nikamwambia lakini bibi, unaniharibia maisha yangu. Bibi akanisogelea karibu. Mpaka nasisimuka. Kwa nini unisogelea karibu bibi? Bibi akasogea karibu yangu akaniambia, mimi nisharibu maisha yako? Akasema kwa sauti ya chini, naondoa watu ambao hawakustahili kuwa ndani yako, hawakustahili kuwa ndani ya maisha yako. Nikamwangalia. Nikamuuliza na kama mtu ninayempenda? Bibi akatabasamu, basi akaniambia nitamjaribu. Nikamuuliza na kama akifa? Bibi wala hata kujibu. Hapo ndio nilipojua, nikaelewa sikuwa naishi na bibi yangu. Nilikuwa naishi na mtu ambaye alikuwa yuko tayari kufanya chochote ili kuhakikisha mimi nabaki kuwa wake peke yake. Na siku nitakapojaribu kumpinga, ningekiona cha mtema kuni, kwa sababu hayo ndio maneno aliyoniambia. Bibi hakutaka marafiki zangu, hakutaka mpenzi wangu, hakutaka hata familia yangu iwe karibu yangu. Alinitaka mimi na yeye tu. Na kwa sababu kwa miaka yote hiyo nilikuwa mjukuu wake, lakini sikujua kwamba kwenye ulimwengu wake wa kichawi nilikuwa mali yake. Sasa my friend, turudi nyuma kidogo. Kwa nini siishi na wazazi wangu? My friend, mimi hapa, mamangu mimi alienda kufanya kazi sehemu huko, alienda kufanya kazi za ndani huko, alipoenda mwenyewe kufanya kazi. Alirudi akiwa mjamzito, akawa analia. Akamwambia bibi, nimetoka huko, mimi ni mjamzito, lakini ujauzito wenyewe sijaupata kwa mapenzi, ila nimebakwa. Bibi akamuuliza mbakwa na nani? Mama akamueleza situation yote ilivyotokea, kwamba alombaka ni mtoto wa bosi wake. My friend, bibi akamwambia wala hata usijali, huyo ndo amekufanyia hivyo, wala hata usijali. Basi mamangu mimi akakaa hata kuendelea kujiuliza labda imekuaje. Siku hiyo siku zikawa zimeenda, mama akaja akajifungua. Alipojifungua ile siku tu anajifungua, anakwambia ni usiku kucha hakumbuki chochote, ila kesho yake asubuhi alivyokuja akaamka akakuta nina chale kwenye mbavu, nina chale mgongoni, na nina chale mbili hapa usoni, ambazo mpaka leo zinaonekana hizo chale.
Akamuuliza bibi, hizi chale ni za nini? Akamwambia usijali, huyu nimemlinda, huyu ni mjukuu wangu, najua kitu chochote kikitokea, hata wewe kitokea chochote kile, huyu mimi nitamlinda. Mama akamwambia itatokea chochote kile mimi yaani unajiamini vipi kwamba wewe ni mzee kuliko mimi, lakini unajiamini kwamba mimi nitakufa kabla yako, unamaanisha nini? Bibi wala hata kuongea. Mama akawa amekasirika. My friend, mama akaninyonyesha mpaka nilipofika kama mwaka na nusu, mama akaanza kupanga safari akaanza kufanya mpango wa kuondoka. My dear, alipokuwa anafanya mpango wa kuondoka, ile siku ambayo usiku wake alikuwa anataka aondoke, aliondoka akafa. Na hayo yote nilikuja kuambiwa na bibi, kwa sababu yani baada ya kuningangania sana, kuna sehemu fulani hivi, yani kuna kanisa ambalo nilikuwa nasikia sana linavuma, lakini sio kijijini kwetu, yani kutoka kijijini kwenda huko mjini. Hilo kanisa lilikuwa linavuma sana. Nikawa nimeamua niende kwenye hilo kanisa. Ndio nikaenda, wakawa wanaomba. Huyo mchungaji akawa anasema kuna mtu ambaye yuko hivi na hivi, bibi yake yuko hivi na hivi, kila akiwa na mpenzi anakufa, kila akiwa sio na mtu akigombana naye au watu wanapata matatizo, unaishi na bibi yako. Akaongea vitu vile vile ambavyo mimi ndio vinanisibu, ikabidi nitoke niende pale mbele. Yule mchungaji akaniambia wala usiondoke, yani bibi yako huko alipo ashajua kwamba uko hapa na vita yako ni kubwa. My friend, yule mchungaji akabeba na wasaidizi wake akaenda kule kwa bibi. Kilichotokea, ile vita iliyotokea pale ndani, pale nyumbani kwa bibi, huo mtetemeko uliotokea, niwaambie tu ni mtetemeko. Yaani nawaambia hivi, ni vita ambayo ilikuwa sio vita ya kibinadamu. Mpaka wanaondoka bibi alikuwa ameparalyze. Mpaka wanaondoka bibi alikuwa ameparalyze, haongei chochote. Walipofika pale, baada ya kuanza kuomba sana, bibi akawa ameomba msinifanyie hivi, msiniue, msifanye chochote, basi huyu binti mimi nitamwachia, kwa sababu huyu binti nilishamkabidhi. Yaani alipozaliwa tu nilishamkabidhi kwenye himaya yetu ya kichawi. Kwa hiyo huyu binti ni wa kwetu, huyu binti anatakiwa akue aje akabidhiwe mikoba. Kwa hiyo binti ni wa kwetu, nipo tayari kutoa vyote hivyo. Ndio akasimuliaga ilivyokuwa ile siku ambayo mama alinizaa, afu akapoteza fahamu kwamba bibi ndo alinipeleka huko, akaenda kunikabidhisha, ndo akaniwekea zile alama. Mama alivyoona mama anataka kuondoka na mimi, akajua kwamba yani nitaondolewa pale, ndo akafanya sasa mpango, akamuua mtoto wake mwenyewe ili mimi niendelee kubaki naye. Ndio akanilea mpaka aliponilea ukubwani hivi, ndio akawa anaumiza watu ambao wananizunguka. Mchungaji akasema hapana, hata kama ukimrudisha na bado ukaendelea kuwepo, basi wewe utaendelea kumtesa huyu binti. Ndio maombi yakafanyika, my friends. Bibi akaparalyze. Long story short, bibi akukata miezi 3, bibi akawa amefariki. My dear, naingia ndani kwa bibi. Unajua tulikuwa tunaishi maisha magumu tulikuwa tunaishi magumu, mlo mmoja kwa siku, milo miwili kwa bahati, nasibu, unaelewa vizuri. Yani maisha yanaenda rudi my friend. Naingia ndani kwa bibi, kuna kimkoba, yani kuna kibegi cha zamani, yale mabegi ya leather yale magumu. Nafungua lile begi my friend, bibi ana vipande vya gold. Ana gold zile ambazo zamani sio ni mawe sio ni nini, alikuwa ana gold, sio vitu vya thamani, alikuwa ana pesa zipo mle, ana vitu kibao my friend. Nikasema hapa ndio ponea yangu. Nikaenda kwa yule rafiki yangu ambaye ndo nilienda kulala kwao ile siku ambayo nimeondoka, nikaenda kwao. Akawa anatetemeka, ananiambia mimi sitaki tena. Nikamwambia lakini bibi kashakufa, wewe si umesikia? Akasema yes, tulikuwepo wote msibani. Akaniambia lakini mimi naogopa. Ndio ikabidi niongee na mama yake. Sasa mama yake ndo akanileta mjini kwa rafiki yake, ndo nikaja huku nikauza baadhi ya vile vitu, nikaanza maisha, kwa sababu hapo nilikuwa nishakuwa mtu mzima, nishamalizaga shule huko, ila sikuendeleaga na shule sana kwa sababu ya mambo ya kishirikina. Yaani ni ukiangalia sana ni bibi alikuwa na control maisha yangu. Kwa hiyo hata kusoma sikusoma, nilikuwa naenda shule naacha, narudi nakuja nyumbani. Kwa hiyo yani kuna vitu vingi hapa ambavyo vilikuwa vimetokea vingi, lakini sasa hivi naendelea vizuri jamani. Mimi sasa hivi ni muimbaji wa nyimbo za Injili ambaye anajulikana udada kiasi. Hata mimi nishaye kuonaga nyimbo zake, nishaye kumuona, ndio akasema leo Liz nakuja kukusimulia story yangu ili uelewe. Kwa hiyo hapo mwanzo ulipoona nimeanza kusimulia, ilibidi nisome baadhi ya vitu kwa sababu kuna point nilikuwa nimeziandika ili nisije nikasahau. My friend, kama hayajakukuta usiseme hayajatokea. Hii dunia ina mambo mengi ambayo huwezi kufikiria my dear. Kwaherini.